kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao cha Desemba 15 kwa maana siku ya jana ilipitia mwendelezo wa matukio mbalimbali na kufanya maamuzi kama ifuatavyo. Mchezo mechi nambari 32 kati ya Singida Black Stars dhidi ya TRA United, ambapo TRA waliibuka na ushindi wa bao 3-1. Mchezaji Khalid Aucho wa klabu ya Singida Black Stars ya mkoani Singida amefungiwa michezo 5 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kufanya kitendo kisicho cha kiungwana kwa kumpiga na kumsukuma mchezaji Omar Adam wa TRA wa klabu ya TRA wakati wa mchezo unaendelea tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni nambari 41 kifungu cha 21 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Lakini pia mwamuzi wa mchezo huo tajwa hapo juu Alex Pancras kutoka Dar es Salaam amepewa onyo kali kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua stahiki kwa kitendo cha ukiukaji wa sheria za mpira kinachofanya mchezo ambacho alikifanya Khalid Aucho. Lakini mchezo nambari 31 kati ya Simba dhidi ya Azam FC, ambapo Simba walipoteza kwa bao 2-0. Mchezaji Jonathan Soa wa klabu ya Simba amefungiwa michezo 5 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kufanya kitendo kisicho cha kiungwana kwa kumpiga kiwiko mchezaji Himidi Mao Mkame wa klabu ya Azam FC wakati wa mchezo huo ukiendelea. Na kosa hilo halina utofauti, ama adhabu iliyotolewa haina utofauti na ile ambayo amepewa Khalid Aucho. Lakini pia mchezaji Alassane Kante wa klabu ya Simba amefungiwa michezo 5 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kufanya kitendo kisicho cha kiungwana kwa kumpiga teke kwa maksudi mchezaji Faisal Salum Abdullah wa klabu ya Azam FC wakati wa mchezo huo. Na pia adhabu imetolewa kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 21 kwa kudhibiti matukio mbalimbali. Lakini pia mwamuzi kati ya mchezo tajwa hapo juu Abdullah Mwinyi Mkuu kutoka Singida ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa kwenye mizunguko 5 kutokana na kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya ukiukwaji wa kisheria, hususan kwa wachezaji hao wawili Jonathan Soa pamoja na Alassane Kante. Pasina shaka ilizungumzwa Kantala kabla hatujaendelea na matukio mengine. Hapo mengi lakini tuanzia hapo kwa Alassane Kante, Jonathan Soa, Khalid Aucho, wachezaji watatu michezo 2 mfululizo ndani ya ligi kuu Tanzania visivyokuwa vya kiungwana, na waamuzi pia wakishindwa kutafsiri sheria. Unajua Blavius, tofauti na hapo unaweza tukasema kwamba ligi yetu tunaikosesha afya kulinganisha na hizo adhabu ambazo zinaonyeshwa. Unapozungumzia adhabu kwa wachezaji, sio kwamba unawaathiri wachezaji wao wenyewe, unaathiri kile klabu ambayo imewanunua wachezaji. Kwa mfano gani? Kosa la kumchezea mtu, unajua kuna makosa ambayo wao wanaangalia, je, mtu pale kadhamiria au vipi? Kuna bahati mbaya na kukusudia pia. Lakini mtu anamfungia michezo 5, tuangalie kwa jicho la kawaida. Michezo 5 una mtu unamfungia, anakosekana. Klabu hiyo imemsajili huyo mchezaji kwa ajili ya kuitumikia katika michezo yake yote ambayo atashiriki, lakini unamfungia michezo 5. Maana yake kwa mfano Simba sasa hivi wachezaji wawili nitegemea kwenye kikosi cha Simba, Jonathan Soa pamoja na Alassane Kante. Maana yake watakosa katika michezo 5. Kwenye michezo 5 kuna michezo ile ya maamuzi. Kwa mfano kuna mchezo ndani ya Young Africans hapo unawakosa wachezaji muhimu, anategemea kwa katika kikosi chako. Alafu tena yako ni nini Kantala? Bodi ya ligi pamoja na wanaosimamia ligi kuu waangalia adhabu ambayo ina afya kidogo kwa vilabu. Maana yake hii ni ngumu. Hii haina afya yoyote kabisa kwa klabu yoyote. Yaani ukisema ina afya maana yake kuna tafsiri nyingi. Inaathiri klabu. Kwa mfano klabu inamkosa mchezaji kama wangepunguza mchezo, sio michezo 5. Maana yake
michezo mitatu, kwa mfano kwa makosa ya Hassan Kante na Jonathan Soa yanafuata milioni michezo mitatu na sio kutoza pesa. Watu wakijiuliza, je, pesa hizo zinaenda wapi? Kwa mfano tu sasa hivi hata msimu uliopita kulikuwa na kwenye uendeshaji wa bodi. Sawa, manake Kantala unatakiwa kujua kitu kimoja. Siku zote adhabu ni onyo. Kwamba kama kuna jambo fulani limetokea kinyume na sheria ama kinyume na matakwa, lazima upewe onyo. Na onyo hiyo ipo kwa mujibu wa sheria na taratibu za mpira. Na mpaka inatolewa adhabu kama hii, maana yake kila mtu ambaye anashiriki kwenye mashindano husika anajua kwamba ninapofanya kosa fulani, hususan klabu, sababu viongozi ndio huwa wanaenda kwenye ile mikutano na vikao vya bodi pale ambapo maboresho labda yanafanyika kwamba tuboreshe msimu huu, tutakuwa tunatoa adhabu hizi na hizi. Wanakubaliana, maana yake wanakuwepo wote. Kwa hiyo anapopewa onyo ya kufungiwa michezo mitano, ni kweli kama ulivyosema ni athari kwenye klabu. Kwangu mimi sasa ninavyoona ni pengo na ni athari, lakini kumbuka pia kuna makubaliano ambayo walipewa, walikubaliana, sio kwamba hawa wameamua kwa kutaka wao. Maana ni makubaliano ya bodi kwa ujumla pamoja na viongozi ambao wanaiwakilisha klabu. Lakini pia ili sasa wasije kujutia, klabu isije kujutia, klabu ndio yenye wajibu sasa wa kumfanya mchezaji asiwe muhusika ama muhanga wa haya matukio. Ili siku nyingine kwa mfano kama ameonywa leo, maana yake unapoonywa leo ni kwamba usirudie. Yes. Kwa hiyo anapofungiwa michezo mitano, klabu ikapata athari ya kumkosa mchezaji huyo, ndipo itajua kwamba sisi tuna wajibu gani kwa huyo mchezaji ambaye amekuwa akihusika kwenye hivyo vitendo, ili sasa isije kututokea kutukosti sisi ambao tumemsajili. Bravis, unajua umecheza mpira. Kwenye mpira kuna muda damu inachemka. Sawa? Lakini hapo kwa nirudi kwenye mantiki yako ambayo unaimaanisha. Na pamoja na hii ambayo tumeanza nayo content. Hichi tunachoangalia sio kwamba ni kipo kinyume na, kwa sababu kipo katika kanuni, ni mwongozo, tuseme ni mwongozo wa usimamizi wa ligi yetu. Katika mwongozo unatakiwa kama nyie viongozi mekaa bodi ya ligi, mnataka mchakate kwanza hiki ambacho tunaenda kukiweka na nukuu, kuna kauli alizungumzia hayati rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Joseph Magufuli alisema kwamba kama sheria inambana mtu ipo lazima tuifute. Kama inakukandamiza, kama sheria mniipitisha lakini unaona inawakandamiza, lazima ifutwe kwa sababu inaumiza. Kwani kuna mtu kalalamika kwamba amekandamizwa? Sio tuache tunavyosema hivyo, tunazungumzia hapo hiyo uko sahihi. Hiyo inakuja kwamba labda Simba wamepeleka malalamiko kwenye bodi kwamba hawezi kupeleka malalamiko. Ndio tafsiri yake. Maana yake kama sheria wanaona inawakandamiza wataleta malalamiko. Lakini kama haiwakandamizi watakubali mchezaji atumikie adhabu amalize. Wajibu wao ni kuishi na mchezaji kwenye matakwa yao ambayo akikiuka wanakuwa wanajua. Yaani maana yake sio kwamba hawajui kwamba haya makosa yakifanyika mchezaji atapata hiki. Na sisi unajua wakati unajadili jambo hata wao sio unaangalia pande mbili zote. Jambo lolote lina pande hizo, kuna faida na hasara. Wao najua waliangalia faida yake ni kuheshimu ligi yetu, kuheshimu usalama wa mchezaji mwenzako, si ndivyo? Ni miongoni mwa faida. Lakini kwenye hasara unampa mtu adhabu ya mchezo mitano na milioni 1, maana yake unatoa hasara kwa watu pande mbili. Maana yake unataka nikukumbushe kitu. Sawa, tulia Bravis namalizia. Kwa mchezaji mwenyewe unampa hasara kwa sababu mchezaji anaweza kukosa namba moja kwa moja kwenye kikosi, hata kama ilikuwa first 11 anakosa namba moja kwa moja. Kwa mfano Jonathan Soa pale, ndio maana halisi ya onyo. Kwa mfano Jonathan Soa pale kwa Simba kuna Dese Mkwala, kuna Selman Mwalimu ambaye yupo kwa mkopo, mchezaji wa Wydad. Sasa hivi tunaingia kwenye dirisha dogo la usajili. Maana yake Simba watalazimika waingie kwenye dirisha la usajili. Yule mchezaji ambaye atasajiliwa na Simba akija kuklik kwenye mfumo
na hakikisha Jonathan Soa ataanza kama first 11. Alassane Kante wa Simba akisajili mchezaji kiungo ambaye atakuja kuingia kwenye mfumo wa kocha ambaye anakuja. Maana yake kocha anayekuja kwa mfano pale Simba sasa hivi hawana kocha, si watajiri kocha. Maana yake yule kocha atakuja atapendekeza ataanza na wachezaji wake. Maana yake Alassane Kante mpaka amalize michezo 5 ameshaingia yule mchezaji ambaye alikuwa anaanzisha yule kocha. Maana yake si wachezaji Jonathan Soa pamoja na Alassane Kante watakuwa wamepata athari ya moja kwa moja kupitia hii adhabu. Lakini kwa Simba pia kama ligi ingekuwa inaendelea, hawa wachezaji sasa hivi bado atafika kwenye dirisha dogo la usajili. Hawa wachezaji wangekosa huduma, Simba wangekosa huduma ya hao wachezaji. Kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho yani hiyo imesimama, hiyo haijasimama, lazima wakose huduma yao. Afadhali sasa hivi wanaweza kaenda kwenye dirisha usajili wakasajili, kwa sababu wamefungiwa michezo 5 tunasajili. Lakini kumbuka ni wa kigeni, idadi imetimia. Si unaweza ukatoa kwa mfano sasa kuna tetesi za Mkwala, lakini ndio maana nakwambia kuna vitu ambavyo vinatakiwa viangaliwe. Kwa mfano unamfungia mtu mchezo 3, hapa unapungukiwa na nini? Kuna kitu ambacho unaangalia kabisa hapa, mchezo 3 lazima ataikosa, ambapo atakuwa amejifunza, au mchezo 2 atakuwa amejifunza kwa kila ambacho amekifanya, na sababu labda unamtoza kiasi fulani. Kantano unatakiwa ukumbuke kwamba haya malalamiko pia yalikuwepo nyuma. Kuna kipindi walikuwa wanatozwa fedha tu, tena shilingi 500 kwa makosa kama haya, lakini baadaye ikaja kwamba pesa sio shida. Yani kwa timu pesa sio shida, watalipa tu, lakini makosa yanaendelea kujitokeza yale. Lakini ikaja wengine wakazungumza kwamba pengine mtu apewe adhabu ambayo akikaa akafikiria imuume kidogo, ili siku nyingine isije ikajirudia. Lakini bado hao ambao walikuwa wanasema hivyo, inapotolewa adhabu kama hii, bado hao ndio wanazungumza kwamba warekebishiwe. Sasa hapa mimi nadhani kinachofuata ni kwamba kuna muda pia sio kila ushauri unasikilizwa, na wala sio kila anayekupa ushauri lazima tuendelee kwa sababu ukiangalia wachezaji hawa wawili wanapewa rungu. Yote haya yalitokea ndani ya mchezo huu moja. Sawa, najua ipo kama ulivyosema kwamba pressure imepanda sijui nini, lakini kumbuka wakati anafanya hilo tukio anaweza akalifanya kwa hasira. Sawa, ni hasara, lakini unajua hapo huyu kalifanya wa kwanza, wa pili kalifanya ndani ya mchezo huo. Maana yake hata klabu yenyewe natakiwa iumie, ili sasa ijue kwamba wajibu wake ni nini. Kwa sababu kama mchezaji wanapomsajili, takiwa ujue unaposajili kundi kubwa la wachezaji, ama yani wachezaji wanaposajiliwa kwenye klabu, kila mtu ana tempa yake. Kuna wenye hasira, kuna ambao wanachukulia kawaida, kuna mwingine hata ukimkanyaga yeye hawezi kurudia, lakini kuna mwingine ukimkanyaga lazima akupandie juu. Kwa hiyo siku zote wachezaji wanapokuja lazima watu ambao wanahusika katika kitengo cha nidhamu na kuzungumza kiundani zaidi na wachezaji wawepo, ili haya maswala pia yepu. Kwa mfano Soa Simba walimsajili, miongoni mwa vitu ambavyo vilizungumzwa zaidi wakati anasajiliwa, pamoja na swala la nidhamu. Walikuwa wanalijua kabisa kwamba lipo. Yani watu hawakuwa na shaka na kiwango chake, lakini shaka yao kubwa ilikuwa ni kwamba hii nidhamu atakuja kuwagharimu Simba. Mpaka sasa ndicho ambacho kinakwenda kwa. Nipo hapo. Tukio la Jonathan Soa ni la kusudia la bahati mbaya, jinsi nilivyomtazama kwa Hamid Maunka anaenda kupoka mpira. Wahusika wanasemaje? Kanuni inasemaje? Mimi hapo kwa mfano kama mimi mtaalamu wa mpira, napozungumzia swala la Jonathan Soa, hilo ni sio kwamba ni kwa kusudia. Hiyo ilikuwa ni bahati mbaya, kwa anaenda kupoka mpira kwa kutumia, unajua kwa mpira wa miguu lazima mkusane. Kwa hiyo ungekuwa muamuzi wa siku hiyo na wewe ungeacha kama alivyoacha. Ningempiga kadi ya njano. Hiyo ilikuwa ni faulo. Kwa maana hata muamuzi pia wamemkosea.
ningempea kadi ya sio umemkosea kwa kulingana macho, ningempea kadi ya njano kama kuna ya nini sasa wakati amecheza faulo. Ni bahati mbaya sasa, ushasema ni bahati mbaya, maana yake hata kadi haitaki kutolewa. Ule mkono kapeleka mkono, lakini sio kwa kukusudia, kwa sababu alikuwa anaenda kupoka mpira. Unajua kuna vitu ambavyo unatakiwa uangalie kabla unatathmini hichi kitendo ambacho anakifanya. Hata wewe ungekuwa wewe pale unataka uchukue mpira, umetoka kushambulia, mnaenda kushambuliwa, utafanyaje hapo? Na unaona kabisa kuna direction ya kwenda kufungwa, lazima utacheza rafu. Hiyo ilikuwa ni faulo ambapo ilikuwa na kadi ya njano. Kwa hiyo kwa bodi ya ligi waangalie vitu ambavyo vina afya kwa vilabu, kwa wachezaji pamoja na kwa ligi kiujumla. Kuna wachezaji wanatoka nje ya Tanzania, wanakuja kwa wanavutika na soka letu na jinsi linavyoongozwa, lakini wanafika huko wanafungiwa mechi ngapi? Mechi 5. Kuna mtu anamkatisha tamaa atakuja, kwa mfano nafungiwa mechi 5 na kuja nakuta nafasi yangu imeshachukuliwa na mtu fulani, alafu mimi naishia hapo na narudi nyuma. Kwa maana hiyo mechi 3 zinastahili nafungiwa pesa. Sioni kama kuna haja ya kuchukua pesa za mtu. Fungia mechi kama maswala ya uendeshaji wa bodi ya ligi. Sinye kumpo huko juu, hicho ni chombo ambacho kinajitegemea. Kuna watu, kuna kipo chini ya TFF, chama cha soka nchini husika, ambayo ni TFF. Wapo wanakiendesha, sio lazima uchukue pesa ya mtu. Lazima kuna vitu ambavyo unatakiwa uzingatie. Mechi nambari 46 Coastal Union dhidi ya Yanga. Yanga walishinda bao 1-0. Klabu ya Yanga imetozwa kiasi cha shilingi milioni 5 kwa kosa la shabiki wake kuruka uzio na kuingia kwenye eneo la kuchezea, yani pitch, ambapo shabiki huyo alionekana kufika hadi kwenye goli la timu ya Coastal Union na kuinama kama ishara ya kutafuta ama kuchukua kitu ama kuweka kitu. Adhabu hii imetolewa kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuhusu udhibiti wa club, na bodi inawakumbusha ama inazikumbusha ligi klabu za ligi kwamba kuendelea na kusisitiza umuhimu wa mchezo wa kiungwana na tabia njema mchezoni kwa wachezaji, viongozi na mashabiki. Ukumbusho huu unakuja kufuatia mfululizo wa matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza mara kadhaa. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaendelea katika ligi kuu Tanzania bara, wakizidi kuonywa